katika maisha ya mahusiano, kwa maana ya ndoa na maisha mengineyo, usimfanyie mwenzi wako jambo ambalo ni zuri lenye kupendeza ikiwa unahisi jambo hilo hautokuwa na muendelezo nalo baadaye. Kwa maana usiliakti, fanya ulichozoea kukifanya, ama fanya vile ulivyo. Na kurudia tena, katika maisha ya mahusiano usilifanye lile zuri kumfanyia mwenzio ambalo una uhakika hutokuwa na muendelezo nalo. Mfano, ikiwa umezoea kumpigia simu mwenzi wako asubuhi, hakikisha unakuwa na muendelezo huo, kwa sababu baadaye ukiacha atajua wewe umebadilika na humpendi tena. Ikiwa umezoea kumuuliza mme wako mchana umekula, uwe na muendelezo wa hilo, kwa sababu ikifika wakati ukiwa umeacha, huyu mtu atajua wewe umeshabadilika, huna mapenzi naye tena, maana yake naye utambadilisha. Na siku zote mtu anabadilishwa na mtu. The way mtu anavyokuweka, alafu wewe ukamweka tofauti, huyu mtu anakuja anabadilika, kwa maana wewe ndio unakuwa umembadilisha. Kwa hiyo tusiishi kwa kuliakti, tusiishi kwa kuigiza, tuishi vile tulivyo. Bora mtu akikupenda akupende ulivyo, kuliko akaja kupenda usivyokuwa sivyo, baadaye ukaja kubadilika. Wakati huo mapenzi yake yeye alikupenda kwa vile ulivyokuwa ndivyo, kumbe sivyo ulivyo, alafu umebadilika wewe ukawa vinginevyo. Utamfanya huyu mtu sasa na yeye abadilishe mfumo, ajue kwamba wewe kumbe huna mapenzi na wewe naye, ama umeshabadilika. Ndugu yangu, maisha ya mahusiano tujitahidi kudumu na vile tunavyoweza kudumu navyo. Huwezi kufanya mazuri kila siku kwa mwenzio, usiyafanye. La, ukifanya kwa maigizo kuna muda utashindwa, kwa sababu maisha ya uhalisia ni tofauti na maisha ya maigizo. Zingatia hili, najua kabisa kwamba ukibadilika wewe na umembadilisha yule ambaye ni mwenzi wako ambaye aliishi kwa vile ulivyokuwa, kwa sasa utamfanya aishi ulivyo sasa.